siku ya tarehe 13 mwezi wa 5 ambao ni jana, ilikuwa mida saa 7, tuliitwa wanafunzi wote wa kidato cha pili ili kuadhibiwa wale ambao walikuwa wameshuka daraja. Walikuwa wanaadhibu watu waliopata 4 na 0. Walikuwa wanataja majina yao. Walianza na watu wa 0 wakawaadhibu, alafu tukafuata sisi wengine tuliopata 4 wakatuadhibu. Na walikuwa of course walimu wengi, na walimu wengine siwajui. Sisi wengine walituchapa kwenye sana sana mapajani na walinivimbisha sana, na wengine walipigwa wakaumia mikono na wengine walizimia. Alafu tulivyotoka hapo tukapewa adhabu ya kukunja ngumi, kupiga push up kutumia ngumi kwenye kokoto ndogo ndogo. Alafu kila mwalimu anapita nyuma atupiga fimbo zote wanazostaka. Fimbo hazihesabiki kwa walimu wote, na walimu wengine hawanifundishi, ambao hawanifundishi na wengine wananifundisha wamenichapa. Kitu ambacho kinahitajika kwangu mimi ni matibabu tu, niendelee kurudi shule maana nipo kidato cha. Amepewa idea siku 7 walao kwa sababu daktari amemcheki leo, pia anasema ana majeraha makubwa kwenye mapaja kwa sababu alichapwa fimbo nyingi kwenye mapaja. Ningeomba serikali iwachukulie hatua kali za kisheria hao walimu wote ambao walifanya kitendo hichi cha kikatili na unyama dhidi ya mtoto wangu na watoto wengine, tuseme mtoto wangu, ambao iwe fundisho siku nyingine wasirudie kosa lao. Polisi mkoa wa Morogoro linathibitisha kuwa linafanya uchunguzi wa tukio la shambulio la kuzuru mwili ambao limetolewa kwenye kituo chetu cha polisi mkoa wa Morogoro, lakini pia picha za mwathirika ambaye zimeonekana kwenye mitandao ya jamii. Kwa taarifa zake ni mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya sekondari ambayo kwa sasa sitahitaja kwa jina. Uchunguzi wa tukio hili umeanza na mwathirika amepewa huduma za kipolisi na pia ameshatibiwa na kuruhusiwa kutoka hospitalini. Yeye amesema aliyemfanyia shambulizi hili ni mwalimu zaidi ya mmoja na hakuweza kutaja ni majina gani. Kwa hiyo uchunguzi ndio utakao tuelekeza. Na sababu ya kushambuliwa hivi inasemekana kwamba kwa maelezo yake kwamba ni baada ya kuwa ameshindwa kwenye mtihani ambao walikuwa wamepewa pale shuleni. Kwa hiyo akawa amepewa adhabu ya viboko. Kwa hiyo sasa sisi tunafanya uchunguzi, tumepokea taarifa yake. Kinachotakiwa sasa ni kufanya uchunguzi kufuatilia kama ni kweli hili jambo limetokea katika shule ya sekondari aliyoitaja kwenye maelezo yake.